Shalom mpenzi mtazamaji, ni furaha yangu tena kukutana na wewe siku nyingine, Jumapili nyingine, nikiwa mbele ya TV yako. Ninaamini Mungu amekutunza mpaka kuweza kufikisha siku ya leo. Kama ulikuwepo umefanikiwa kuangalia wiki iliyopita, either kupitia YouTube au kupitia hapa Clouds TV kwenye kipindi cha Chomoza, nilikuwa nikikufundisha kwa habari ya uharibifu, namna ya kudili na uharibifu na mauti. Na nikakufundisha uharibifu mwingi tunaoona unatokea kwenye maisha sio coincidence. Ni vitu ambavyo tayari vipo katika ulimwengu wa roho na vinafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nakumbuka mstari wa mwisho tuliozungumza wiki iliyopita ilikuwa ni kitabu cha Ayubu. Na sasa nitataka niusome tena mlango wa kitabu cha Ayubu, alafu baada ya kusoma tutaendelea kutokea hapo. Ayubu mlango 28 mstari wa 22. Biblia inasema, uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Nimekufundisha nikakwambia uharibifu ni roho, na kama sio roho mwandishi asingeandika husema. Kama uharibifu ni matokeo hayawezi kuzungumza. Kama uliangusha tu glass, ile glass ikavunjika, kile kitendo hakina uwezo wa kuzungumza. Ila naposema uharibifu na mauti husema, manake pamoja na umeangusha glass, umevunja, lakini kumbe kuna spirit iliyopelekea lile tendo kutokea. Na ile spirit iliyopelekea hilo tendo kutokea, hiyo spirit inazungumza. Na ndio maana anasema uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Kwa hiyo si tu wanazungumza, ila pia wana uwezo wa kusikiliza. Wana uwezo wa kumfuatilia mtu na kujua. Sasa wakisha jua nini kinatokea, huwa wanatengeneza njia. Nilifundisha nikakwambia, wanapomfuatilia mtu wakajua huyu mtu ana wazo la biashara, wanahakikisha wanatengeneza kitu ambacho kitamfanya huyo mtu afuate, ili akisha ingia kwenye hiyo njia imletea uharibifu. Lakini si tu hiyo njia ishie kumletea uharibifu, hiyo njia impeleke kwenye mauti. Ndio maana kitabu cha Mithali kinasema, ipo njia ionekanayo njema. Biblia zingine nasema, ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, ila mwisho wa hiyo njia, mwisho wake ni njia za mauti. Maana kumbe hii roho ya uharibifu inapokuwa ikisikiliza, huwa haishii tu kusikiliza, ila huwa wanaamua kutengeneza namna gani ambayo watafulfill wanachotaka kukiharibu kwenye maisha yako bila wewe kushtuka mapema. Kumbuka, misheni yao sio ushtuke mwanzoni. Ukishtuka mwanzoni mwa jambo ni rahisi ukachomoka. Lakini ukikaa muda mrefu ukafika mwishoni, mwisho wake huwa unakuwa mauti. Ipo njia
ionekanayo njema machoni pa mtu, ila mwisho wake kuwa unakuwa umauti. Sasa nataka nikuonyeshe na nataka ni prove kupitia neno la Mungu. Ninaposema uharibifu na mauti huwa wanasikia, inamaanisha nini na nini ambacho huwa kinatokea. Na mpenzi mtazamaji, ninaamini kabisa utakaponisikiliza leo, kuna vitu vingi sana utavielewa kwenye maisha yako. Nataka kikubwa ambacho nataka ukifahamu hapa, uone namna ambavyo wako smart kukusikiliza. Kitabu cha Luka mlango wa 22 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, ikakaribia siku ya mkate isiyotiwa chachu, itwayo sikukuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiogopa watu. Taisoma tena, nataka usikilize vizuri. Biblia inasema, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, itwayo sikukuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Biblia inazungumzia kwamba kuna siku ilipokuwa imekaribia siku ya Pasaka, wakuu wa makuhani wakiwa wamekaa na waandishi kwenye kikao chao, walikuwa wanajadili namna gani ambayo itawafanya waweze kumuua Yesu. Lakini wakiwa wanatafuta hiyo namna, bado walikuwa wanaogopa watu watawaonaje. Kwa hiyo wamekaa kwenye kikao, wanatafuta njia nzuri ya kuweza kumuua Yesu. Lakini hiyo njia wanayoitaka, ili watu, kwa sababu walikuwa wanampenda Yesu, wasiwadhuru na watu wasiwape shida, ni njia gani? Kwa wakiwa kwenye kikao chao wanaendelea, Biblia inasema wakitafuta njia. Nakumbuka nisha kufundisha ipo njia ionekanayo njema, na nikasema shetani anaweza kutengeneza njia, anaweza kukuletea njia ambayo ukazani hiyo njia inakupeleka kwenye mafanikio, lakini hiyo njia ikakupeleka kwenye anguko, kwenye mauti. Ipo njia ionekanayo njema machoni pa mtu, ila mwisho wake ni mauti. Nataka usahau sana umsada. Hawa wakuu makuhani na waandishi wamekaa kwenye kikao chao, wanajadili, wanafikiria, wanatafuta njia itakayowasaidia kumuua Yesu kirahisi. Kwa hiyo wako kwenye kikao, pamoja na utaalamu wao wote, pamoja na usomi wao wote, lakini bado hawajui njia gani watakayoitumia. Kumbuka nilikusomea mstari wa kwenye Ayubu, mstari muhimu sana ambao unasema, uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Na nikakwambia hizi spirit waga zinasikiliza. Kwa hiyo inamaanisha nini? Wakiwa kwenye kikao, waandishi na Mafarisayo wamekaa kwenye kikao, wanajadili namna gani na njia gani itakayotumika ili kumuua Yesu. Mauti na uharibifu walikuwa wanasikiliza kile kikao. Unajua, najiuliza, how could that be possible? Inawezekanaje? Yes, na nitakuonyesha. Wao wakiwa kwenye kikao hawapati jibu, wanakosa njia itakayowasaidia kuweza kumuua Yesu.
kuna kitu cha ajabu sana kikatokea. Nataka usome pamoja na mimi kitabu hicho cha Luka mlango wa 22 mstari wa 3 na 4. Mtashangaa sana. Biblia inasema Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale thenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Kuna kitu kwa unasoma mstari nataka usikisahau. Biblia inasema Shetani akamuingia Yuda Iskarioti. Wakati kikao kinafanyika, Yuda hakuwepo kwenye kikao. Na kwenye kikao walikuwa wanatafakari, wanafikiria njia gani watakayoitumia ili waweze kumuua Yesu. Biblia inasema Shetani akamuingia, manake ni roho ikaja ikamuingia Yuda alipokuwepo. Yuda akatoka alipokuwepo akaenda kwenye kikao. Na alipoenda kwenye kikao akawaelezea namna anavyoweza kuwasaidia. Swali ambalo nataka kukuuliza mpenzi mtazamaji, njia ya kumuua Yesu alitoa nani? Najua wengi wamefikiri ni Yuda, lakini njia ya kumuua Yesu hakuitoa Yuda. Ndio maana Yuda aliamka baada ya Shetani kumwingia. Manake hii roho ya giza ilipomwingia Yuda, ikaja na ufunuo wa namna gani Yuda anatakiwa kufanya na kuwasaidia waandishi, majemedari na mafarisayo, namna gani atakavyowasaidia ili waweze kumuua Yesu. Na ilipokuja tu hiyo spirit, Yuda akaamka akaenda akaingia katikati ya kikao. Na alipoingia kwenye kikao akaleta njia itakayofanya Yesu aweze kuuawa kirahisi. Nafikiri kuna kitu mpenzi mtazamaji umeanza kukiona. Kumbuka Ayubu anazungumza kwenye kitabu cha Ayubu, anasema uharibifu na mauti husema tumesikia. Na ukisoma kwenye hichi kitabu cha Luka, hizo roho zilisikia kile kikao. Ziliposikia kile kikao zikaenda kutafuta mtu atakayeweza kuwasaidia walioko ndani ya kikao. Yuda hakuwa kwenye kikao, lakini ghafla akashangaa ndani yake amepata ufahamu. Ghafla ile wazo limekuwa kubwa, ameenda kumweleza. Sasa swali la kujiuliza, kama Shetani aliweza kufanya hivyo kipindi hicho, watu wako kwenye kikao, kaenda kumwingia Yuda na Yuda kaenda kwenye kikao, swali la kujiuliza, hawezi Shetani akainua mtu akakuletea wazo la biashara ambalo hilo wazo la biashara ni njia itakao kupeleka kwenye umauti? Hawezi Shetani akamwingia mtu mdada akaja kuconnect kwa mtu ambaye anataka kukoa, lakini hiyo ndoa ikakupeleka kwenye mauti? Kwa nini wakati mwingine unapopata hela tu ndo kuna baadhi ya mawazo yanakuja, na kuna baadhi ya watu wanakuja kwenye maisha yako? Kwa nini hao watu walikuwa hawaonekaniki na hawaji kabla ya hela? Je, hao watu wamekujaje? Kuna watu wengine ukiwa na hela tu watu wanakuja kukopa, na shida zao walizonazo huwezi kuacha kuwakopesha.
Hawa watu wanajuaje kipindi hiki ndio kipindi ambacho una hela? Kumbuka mstari wa Ayubu anasema tumesikia kwa masikio yetu. Roho haribifu na mauti vimesikia kwa masikio yako. Wamejua kwamba una hela na wanafanya kila namna hiyo hela iliyoko mifukoni mwako iweze kutoka. Ndio maana mpenzi mtazamaji, utakubaliana na mimi, kuna wengine wenu mkiwa hamna pesa matatizo hayatokei. Hakuna anayeugua. Lakini siku unapopata tu hela ili ukanunue kile kiwanja, ili ufanye ile biashara, ili ufanye lile jambo, ndio siku hiyo hiyo matatizo yanaanza kutokea. Na wakati mwingine sio matatizo yanatokea nyumbani kwako. Wakati mwingine matatizo yanatokea kwa familia ya jirani yako, au labda ni shangazi zako, au ni ndugu zako, watu wa karibu na wewe, ambao hawa watu huwezi ukaacha hivi hivi. Swali la kujiuliza, wanajuaje kwamba una hela? Wanajuaje? Wakati unajiuliza wanajuaje, ndio jiulize hivyo wakati waandishi wamekaa na wakuu wa makuhani wanajadili njia gani, na majemedari wanajadili njia gani ya kuweza kumuua Yesu. Ghafla Yuda akaenda. Alijuaje Yuda? Biblia inatupa wazo zuri, inasema roho ya shetani ikamuingia Yuda. Kumbe kuna watu wanaweza wakaja kwenye maisha wakiwa na mawazo mazuri, wakija wakawa na njia nzuri sana, lakini hizo njia zinatupeleka kwenye mauti. Ndio maana Biblia inasema iko njia ionekanayo njema machoni pa mtu, ila mwisho wake ni mauti. Kumbe Biblia inatufundisha kabla hatujaweka hela kwenye project, kabla hatujaweka hela kwenye biashara, kabla hatujafanya yale maamuzi yatakayohusisha maisha yetu, tukae tukajiuliza, hii njia ninayotaka kupita ni salama? Kuna mtu mmoja nilikuwa ninawaza, nikawa ninamshirikisha huu mstari. Akaniambia, mtumishi, ili somo ni nzuri sana. Itakiwa wanasiasa kabla hawajaingia kwenye ubunge na nini wasikilize. Kwa sababu kuna watu waliuza biashara zao zote, wakaweka hela zao zote kwenye kampeni, na waliaminishwa watashinda. Lakini sasa hivi wameshindwa na wamejaa madeni. Unaweza ukawalaumu watu waliokuconvince. Yamkini kuna watu wengine ambao walikuwa ni wakubwa sana, wakasema tuko pamoja na wewe, usijali. Ukaingia kwenye huko ulikoingia, alafu kila mtu akakaa kimya. Ukafikiri shida ni wale watu. Watu wengi wakimwangalia Yuda, wanamuona Yuda ana shida. Lakini Biblia inasema roho ikaja ikamuingia Yuda. Ingeweza kumuingia pia Petro. Umewahi kujiuliza, ingeweza kumuingia pia Yohana. Na manake Biblia inapoweka wazi kwamba roho ya shetani ikamuingia Yuda, manake ukiwa na nguvu ya giza, ile nguvu ya giza ndio inayokucontrol. Kama umekwenda kwenye ibada za maombezi, unaweza kuona wakati wa maombezi kuna mtu anakimbia, anataka kupita katikati ya ukuta. Mwingine anajirusha katikati ya viti. Unashangaa huyu mtu haogopi viti vitamuumiza. Wakati huo kinachomcontrol sio yeye, anakuwa possessed. Kwa kumbe kuna watu wanaweza kuwa possessed. Na kwa sababu mtu akiwa possessed, sio lazima awe anapiga kile. Kuna watu wengine mind zao ndo zinakuwa possessed. Yuda alipoenda kwenye kile kikao kueleza namna atakavyo msaliti Yesu, hakuna awaye yoyote kwenye ile meeting alijua Yuda ameingiliwa na shetani. Kwa sababu Yuda hakuwa na alama yoyote ya kuonyesha shetani yuko ndani yake.
Maana kumbe kuna watu wanaweza wakaja kwenye maisha yako, wakaja kukuelezea, kukuonyesha njia utakayotakiwa kupita, wakakuaminisha kwamba hiyo njia ni salama. Lakini kumbe wanaozungumza sio wao, ni shetani ndani yao. Na lengo la shetani ni kukuingiza kwenye uharibifu. Mpenzi mtazamaji, siku zote mbili nimezungumza tu kwa habari ya uharibifu. Bado sijaanza kuzungumza kwa namna mauti inavyofanya kazi. Na inawezekana kabisa kwa muda mchache wa dakika hizi 25 umenisikiliza afu kasema, mtumishi anachoongea anazungumza na maisha yangu. Kiuhalisia sizungumzi na maisha yako, ila ni Mungu anazungumza na maisha yako. Na kama Mungu anazungumza na maisha yako, manake Mungu ana jambo analotaka kufanya na maisha yako. Kwa nini nikufundishe? Na kwa nini uweze kuliona neno kwa ukubwa huo? Manake kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe. Kuna sehemu Mungu anataka kukufungua. Yamkini wewe uharibifu umeshaanza kufanyika. Yamkini hao watu wameshakuja kwenye maisha yako. Yamkini hao watu ndio wako wanajiandaa kuja kwenye maisha yako. Ashukuriwe Mungu ambaye amekuonyesha na kukufungua kwamba no, kuna kina Yuda wanakuja, na sio wao watakaozungumza, ila ni roho ya shetani ndani yao. Mpenzi mtazamaji, muda wetu umeisha. Nitamani kukuelekeza zaidi, lakini wiki ijayo tutaendelea na somo letu. Lakini kwa mafundisho mengi mazuri yenye nguvu ya kukusaidia utayapata kwenye YouTube channel yetu. Kiingia YouTube, andika Reality of Christ Ministry au andika Sanbella Kiando, itakuja page subscribe, na utasikiliza mafundisho mengi sana yatakayokusaidia. Lakini pia mahubiri yetu, ibada zetu zinakwenda live. Kama ninavyozungumza na wewe sasa hivi, ibada yetu tayari iko live. Kiingia YouTube hapo, ukaandika Reality of Christ, ukasubscribe, utatupata live na utasikia mahubiri na utajifunza zaidi. Facebook pia Reality of Christ Ministry, na Instagram pia Reality of Christ Ministry, to follow kule. Lakini page yangu binafsi Minister Sanbella au Sanbella Kiando, utanifollow kwenye Instagram. Mungu akubariki sana, na ninakaribisha sana kwenye ibada zetu kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 6 kamili. Ninakuhakikishia kama uko Dar es Salaam, ukija utabarikiwa sana. Lakini kila siku ya Ijumaa pia saa 11:30 mpaka saa 1:30, na pia siku ya Jumatano tuna ibada ya deliverance. Nitafurahi sana kukuona. Mungu akubariki sana.